Ndugu mtazamaji, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imeagiza kufanyiwa marekebisho kizimba maalum kinachotarajiwa kutumiwa na shahidi wa siri katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Uamuzi huo umetolewa leo Februari 11, 2026 wakati wa kuendelea kwa usikilizwaji wa kesi hiyo mbele ya jopo la majaji linaloongozwa na Jaji Danstan Ndunguru. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa mahakamani, marekebisho hayo yanalenga kuwezesha mashahidi kuonekana na majaji wakati wakitoa ushahidi wao, huku utambulisho wao ukiendelea kulindwa kwa mujibu wa taratibu na sheria za mahakama nchini Tanzania. Awali upande wa mashtaka uliomba mashahidi wapewe ulinzi maalum, ukieleza kuwa kuna sababu za kiusalama zinazohitaji utambulisho wao usiwe wa wazi kwa umma. Upande wa utetezi uliwasilisha hoja zake muhimu kuhusu kuhakikisha haki ya mshtakiwa inazingatiwa, hususan katika mchakato wa kusikiliza ushahidi. Mahakama imeeleza kuwa hatua ya kurekebisha kizimba inalenga kuweka mizania kati ya ulinzi wa shahidi na wajibu wa mahakama kuhakikisha kesi inasikilizwa kwa uwazi na haki. Majaji wamesisitiza kuwa utaratibu huo hautaathiri haki za pande zote mbili katika mwenendo wa kesi. Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini, kosa ambalo kisheria ni miongoni mwa makosa mazito zaidi katika mfumo wa sheria za Tanzania. Hata hivyo, mshtakiwa ameendelea kusisitiza kutokuwa na hatia yoyote. Ndugu mtazamaji, hapo ndipo mjadala unapoanza kuwa mzito zaidi kisheria na kisiasa. Kwanza, suala la mashahidi wa siri si jambo jipya katika kesi za jinai, hasa zile zinazohusisha makosa mazito kama ugaidi, uhaini na uhalifu wa mtandao. Kwa kawaida, upande wa mashtaka unaweza kuomba shahidi alindwe iwapo kuna hoja za msingi za kiusalama, kwa mfano hofu ya kutishiwa, kushambuliwa au kuathiriwa kijamii. Mahakama ndiyo hutoa uamuzi wa mwisho baada ya kupima hoja za pande zote mbili. Lakini swali linaloulizwa na wengi ni hili: ikiwa ushahidi mkuu ni picha mjongeo ya hotuba iliyotolewa hadharani, kwa nini bado kuwe na mashahidi wa siri? Kisheria, video inaweza kuonyesha kilichosemwa, lakini mashtaka yanaweza kuhitaji shahidi kuthibitisha muktadha, mazingira, tafasiri ya maneno au kuunganisha tukio hilo na madai ya nia au matokeo yanayodaiwa kisheria. Katika kesi ya uhaini, hoja ya nia huwa muhimu sana. Hapo ndipo mashahidi wanaweza kuletwa kueleza mazingira yanayodaiwa kuonyesha dhamira fulani. Hata hivyo, upande wa utetezi unaweza kuhoji kuwa iwapo ushahidi ni wa wazi na wa hadharani, basi ushahidi wa siri unaweza kuibua maswali kuhusu uwazi na haki ya mshtakiwa kujitetea kikamilifu. Katika sheria za jinai zinasisitiza haki za mshtakiwa kumjua na kumkabili shahidi wake, isipokuwa pale ambapo mahakama imejiridhisha kuwa kuna sababu za msingi za kulinda utambulisho. Kuhusu dhana ya kuundwa kwa mashahidi bandia, hilo ni dai zito linalohitaji ushahidi thabiti. Kisheria, mahakama haitegemei tu kauli ya shahidi, bali pia hupima uaminifu wake kupitia maswali ya pande zote mbili, pamoja na ushahidi wa ziada unaounga mkono au kupinga maelezo yake. Ikiwa shahidi atabainika kutoa ushahidi wa uongo, hilo lenyewe ni kosa la jinai linalojitegemea, ambalo linaweza kumpelekea shahidi kufunguliwa kesi ya kujitegemea ya kuipotosha mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande mwingine, katika mazingira ya kisiasa yenye mgawanyiko mkubwa, mashahidi wa siri mara nyingi hutafsiriwa kwa miwani ya kisiasa. Wafuasi wa upinzani wanaweza kuona hatua hiyo kama mbinu ya shinikizo, wakati upande wa serikali unaweza kuiona kama hatua ya kawaida ya ulinzi wa mashahidi. Msingi wa yote unabaki mikononi mwa mahakama. Swali la msingi si tu kwa nini mashahidi ni wa siri, bali je, taratibu zinazotumika zinahakikisha mizania kati ya ulinzi wa shahidi na haki ya mshtakiwa kupata usikilizwaji wa haki. Hapo ndipo uhalali wa mchakato mzima unapopimwa, si katika mjadala wa kisiasa pekee, bali katika viwango vya kisheria vinavyotambuliwa ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ujumla, mwenendo wa kesi hii unaendelea kuwa kitovu cha mjadala mpana wa kisheria na kisiasa nchini Tanzania. Hatua za kiusalama zilizoimarishwa, uwepo wa mashahidi wa siri na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa umma na jumuiya ya kimataifa vinaashiria
pia uzito wa kesi yenyewe pamoja na athari zake kwa taswira ya mfumo wa haki wa jinai nchini Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanaeleza kuwa namna mahakama itakavyosimamia mizania kati ya ulinzi wa mashahidi na haki ya mshtakiwa itakuwa kipimo muhimu cha uwazi na uhuru wa muhimili wa mahakama. Kwa upande wa kisiasa, kesi hiyo imeendelea kuchochea mijadala kuhusu uhuru wa maoni, mipaka ya matamshi ya kisiasa na nafasi ya upinzani katika mazingira ya kidemokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Huku usikilizwaji ukiendelea, macho ya wengi yameelekezwa Mahakama Kuu wakisubiri kuona mwelekeo wa ushahidi na maamuzi yatakayofuata, maamuzi ambayo yanaweza kuwa na athari pana zaidi ya kuta za mahakama yenyewe. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunaweza kuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ikitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.